kwa taarifa mbalimbali ndani ya Tanzania, habari za michezo, burudani, lakini habari za kisiasa, chambuzi mbalimbali unaweza kuzipata kupitia channel yako mahususi murwa yenye burudani nyingi ya Wazuhuru Television. Usikose subscribe channel yetu, alafu utakuwa wa kwanza kupata habari. Sasa ndugu wanahabari, tumewaiteni leo kwa ajili ya kushuhudia tendo fupi la makabidhiano ya ripoti ambayo inakusudia mambo ya ushirika. Kama sote tunavyofahamu kwamba vyama vya ushirika vilianzishwa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya ushirika, sheria namba 6 ya mwaka 2013. Kwa nyuma ilikuwepo, lakini marekebisho ya mwaka 2013. Na sote tunafahamu kwamba majukumu makuu ya vyama vya ushirika ni kuinua hali ya maisha ya wanachama wake, lakini pili ni kutoa huduma kwa wanachama wake zikiwemo ugavi wa pembejeo, zikiwemo huduma za kilimo, zikiwemo kukusanya mazao yao, kusindika, kutafuta masoko ya bidhaa zao na kuwahudumia wanachama kwa ujumla. Lakini pia vyama vya ushirika vinawajibika kutoa taarifa zinazohusiana na uendeshaji wa shughuli za vyama vya ushirika, mali na madeni walio nayo. Vinawajibika kutoa kwa umma na kwa Watanzania wote au kwa wanachama wote. Lakini pia vinawajibika kutoa huduma kwa vyama vingine vyote vilivyoainishwa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya ushirika. Sasa vyama vya ushirika kwa mujibu wa sheria vinaongozwa na viongozi. Kuna viongozi wanaokuwepo ndani ya ule ushirika, lakini pia kunakuwa na bodi zinazosimamia hizo vyama vya ushirika. Kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba majukumu yao yote yanatekelezwa ipasavyo, na wanachama wao wanahudumiwa ipasavyo kwa uwazi, kwa haki na usawa kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo iliyopo ya ushirika. Kazi ya kiongozi yoyote wa ushirika ni kuhakikisha analinda maslahi ya wanachama wa ushirika. Sasa nini kimetokea? Katika mwaka wa fedha 2018-2019 tulitoa maagizo kwa shirika la ukaguzi wa vyama vya ushirika COASCO kwenda kufanya ukaguzi wa vyama vyote vya ushirika. Lakini ilipofika tarehe 30 mwezi Juni mwaka 2019 tuliona kwamba tulikuwa na vyama vya ushirika vilivyosajiliwa nchi nzima vilikuwa ni 11,410. Lakini katika uhakiki tulioufanya tumegundua kwamba vyama hivyo vyote havipo vingine. Sijui vingine ni vyama hewa, havieleweki. Kwa hiyo kati ya vyama hivyo, vyama ambavyo vilionekana vina uhai, vina exist ni vyama 6,465. Hasa vyama vingine tunaita ni vyama sinzia, yani vimelala. Vyama hivyo ni 2,844. Vimesajiliwa, vipo kwenye orodha ya msajili, lakini havifanyi shughuli yoyote. Kwa maneno mengine vimelala, ndio tunaviita vyama sinzia. Lakini pia tukagundua kwamba kuna vyama viliandikishwa na msajili wa vyama vya ushirika na mrajisi wa vyama vya ushirika, lakini vyama hivyo havieleweki viko wapi, havipatikani, havipo. Sasa sijui ni vyama hewa au ni vyama vya namna gani, havipo. Na hivyo kwa ujumla wake ni 2,103. Sasa kutokana na hali hiyo tuliagiza COASCO wakafanya uhakiki, lakini pia wakakague vyama hivyo ili tuone kama vinatekeleza majukumu yao kama inavyotakiwa kwa mujibu wa sheria. Kutokana na ripoti ambayo COASCO wameifanya, na ninaposema COASCO ndio CAG wa vyama vya ushirika, ndio kwa mujibu wa sheria amepewa mamlaka ya kukagua vyama vyote vya ushirika.
kazi kubwa walioifanya walipofika tarehe 30 mwezi Juni mwaka 2019, Kwasco walikagua vyama 4413 ambayo kwa lengo waliojiwekea ambao lilikuwa limewekwa wakati ule ilikuwa ni kukagua vyama 4300. Sasa kwa sababu walifika 4413, tunasema walifikia lengo lililokuwa limewekwa kwa mwaka huu, lakini lengo hilo wakawa wamelifikia kwa 102%, lakini hawakukagua vyama vyote. Sisi tulitamani vyama vyote lazima vikaguliwe. Sasa tunachotaka kusema leo, matokeo ya ukaguzi ambayo yametolewa na Kwasco ndio yanasikitisha, hayajawa kwenye hali nzuri. Matokeo haya yanaonyesha kama ifuatavyo, kwamba kati ya hivyo vyama 4413 vilivyokaguliwa ni vyama 303 tu, sawa na 6.8 ndio vimepata hati inayoridhisha. 6.8 ndio vimepata hati inayoridhisha. Vyama vingine vyote vilivyobaki vina hati tofauti. Kwa hiyo vyama 2378 sawa na 53.8 vimepata hati zenye mashaka. Sasa mashaka yale yanategemeana, ama hakuna vielelezo vya kutosha, ama mali za ushirika zingine hazionekani, ama hata daftari la vyama vya ushirika la mali za ushirika halipo, ama hata fedha zenyewe, orodha ya wanachama haieleweki, ama hisa zao hazijawa wazi, mambo mengi tu. Kwa hiyo hivyo vyama vyote hivyo 2378 sawa na 53% vimepata hati zenye shaka. Lakini vyama ambavyo vimepata hati isiyoridhisha ni 879 sawa na 19.9. Lakini kuna vyama ambavyo ni 853 sawa na 19.3 vyenyewe vimepata hati chafu kabisa, yani mbaya. Sasa utaona hapa tuna vigezo kama 4. Kuna hati inayoridhisha, kuna hati zenye mashaka, ndio wengi wamejaa hapo. Kuna hati isiyoridhisha viko 878, lakini vyenye hati chafu 853. Sasa hali kama hii haileti afya kwenye vyama vyetu vya ushirika. Kwa hiyo hali ni mbaya kwenye vyama vya ushirika, na matokeo haya yanaonyesha yamegawanyika kama ifuatavyo. Kati ya vyama hivyo ambavyo vimekaguliwa, ambavyo tunao mchanganuo wake uko kama ifuatavyo. Vyama vikuu vilivyokaguliwa vilikuwa ni 38, lakini vyama vya mazao yani AMCOS ni 2710. Vyama vya akiba na mikopo ambao wengi naamini hata nyinyi wengine ni wanachama huko kwenye vyama vyetu, watu wanaweka kidogo kidogo huko, halafu unaenda unakopa mara 2 au mara 3 kwa mujibu wa utaratibu wa sheria. Vyama hivyo vya akiba na mikopo yani SACCOS viko 1448. Sasa vyama vingine ambavyo vinahusiana labda na mambo mengine, labda uvuvi, labda nini, viko 217. Hiyo ndio inafanya jumla ya vyama vilivyokaguliwa 4415. Sasa matokeo, kati ya vyama vikuu 38, vyama 4 vilipata hati safi. Kwa maneno mengine, katika vyama vikuu ambao moja ya vyama vikuu jukumu lake ni kusimamia vyama vya msingi, vyenyewe vimepata hati zenye mashaka. Kwa hiyo vyama hivyo utakuta vyama 22 vikuu vilipata hati zenye shaka, vyama 9 vilipata hati isiyoridhisha, na vyama 3 vilipata hati mbaya. Hivyo ndio vyama vikuu vinavyotakiwa kusimamia vyama vya msingi.
Sasa kama vyama vikuu vyenyewe hali ni mbaya, vyenyewe haviwezi kusimamia mali za wanachama, haviwezi kutekeleza majukumu yake sawa sawa, vitasimamiaje vyama vingine vya msingi? Kwa hiyo ni tatizo kubwa. Sasa labda nitaje vile vyama vichache vitatu vilivyopata hati mbaya, vyama vikuu. Vyama vikuu vitatu vilivyopata hati mbaya vinahusisha hoja ya zinazoashiria kuna ubadhirifu mkubwa katika hivyo vyama vikuu. Kwa mfano, chama cha Runali kiko kule mkoa wa Lindi, chenyewe tumeona kuna milioni 858.4 hizo fedha zinaonekana zimepigwa. Lakini kuna chama kikuu cha Scout ambacho ndio kinasimamia AMCOS zote na SACCOS zote. Scout yenyewe kuna bilioni 4,878,600. Hizo fedha hazieleweki, wamepigwa. Alafu wao wanatakiwa kusimamia SACCOS zote, wao wenyewe ndio wapigaji. Lakini kuna chama cha KECU, hiki ni cha Kyela, chenyewe kwa kukosekana kwa hati ya kuhesabu mali za kudumu, hakina hata hati ya mali zao za kudumu hazieleweki zile. Chama kikuu. Sasa hiyo ni kwenye upande wa vyama. Hebu tuangalie shirikisho la vyama vyote vya ushirika ambalo tunaita TFC. TFC ambao ndio chama kilele kinaunganisha vyama vyote vya ushirika, chenyewe kimepata hati isiyoridhisha, na hii inajumuisha fedha bilioni 1,538.7 ambazo hazifanani na usuluhishi wa fedha zilizoko benki na hazionekani ziliko. Sasa hicho ndio chama kilele kile cha shirikisho la vyama vyote vya ushirika, chenyewe nacho kina matatizo. Kwa hiyo hali utaona ni mbaya. Lakini ukiangalia vile vyama vya msingi yani AMCOS, kati ya AMCOS 2710 vilivyokaguliwa, vyama 15 tu ndio vilipata hati safi ama hati inayoridhisha, lakini vyama 1347 vilipata hati zenye shaka, 599 hati isiyoridhisha, na vyama 749 vilipata hati mbaya. Sasa hali hii ni mbaya. Matatizo makuu katika vyama hivyo vya AMCOS ni kushindwa kuandika vitabu vya hesabu. Watu wanagawana hela tu kienyeji, hakuna maandishi, hakuna vielelezo, wanagawana tu huko. Malipo mengi, kutokuwa na vielelezo vya malipo, mifumo dhaifu ya udhibiti na makusanyo ya mauzo, wanakusanya hata risiti hawatoi. Na huko ndio tumeona kwamba kwenye pamba huko, kwenye korosho, kwenye kahawa, hali ni mbaya, kwa sababu wakati mwingine wanabadilisha hata majina ya wale wanachama. Mwanachama aliyeleta mazao wanapokea, wanaandika jina, hapo wanapopeleka huko kwingine kwenda kuuza wanabadilisha yale majina. Sasa ni uwizi ambao kiasi kwamba ndio maana tunakuta kwamba wananchi wengi katika maeneo haya wanakosa imani na vyama vya ushirika kutokana na matendo haya mabaya yanayofanywa na viongozi wetu ambao tumewapa dhamana hiyo. Sasa basi, hiyo ni hali kwenye vyama vya AMCOS. Hebu tuangalie vyama vya akiba na mikopo. Vyama vya akiba na mikopo ambavyo wananchi wenyewe wameamua, wameungana pamoja, wanakopa pale, unaweka hisa zako pale, unaweka akiba, alafu unaruhusiwa kukopa mara 2 au mara 3 kwa mujibu wa sheria. Vyama hivyo, kati ya vyama 1448 ni vyama 261 ndio vilipata hati safi, lakini vyama 887 vilipata hati zenye mashaka, na 218 vilipata hati isiyoridhisha, na 82 vilipata hati mbaya. Kwa hiyo utaona hata vyama vya akiba na mikopo ambavyo wengine ni wanachama hapa, vyote viko kwenye hali mbaya. Na nimeambiwa hata SACCOS ambayo inasimamiwa na Wizara ya Kilimo nayo imo, na wenyewe ni wapigaji. Sasa katibu mkuu, tukimaliza hapa hao kazi kwao, manake wanatuchafua hata sisi wengine. Sasa katika haya yote, mlolongo wa ripoti nzima inaonekana
kuna viashiria vya ubadhirifu wa fedha nyingi za wanachama, na naomba niliweke vizuri. Unaposema chama kimepata hati ya kuridhisha, kwa lugha nyingine tunasema hati safi, haina maana kwamba ni kisafi kwa 100%, kwa sababu ni vigezo vile vilivyowekwa, wale wanaweza wakavifikia. Alafu mkaguzi anapokagua, anakagua kwa kuchagua maeneo machache ya kukagua, yaani tunafanya, anatumia sampling. Sasa kama amefanya sampling lakini hakuchagua kule kwenye ubadhirifu, anaweza akatoa hati ikaonekana huyu ni safi, lakini kiukweli sio safi. Ndio maana tunahitaji sasa, pamoja na kwamba hivi vigezo vimepata hati safi, lazima uchunguzi wa kina ufanyike kujiridhisha kama kweli hawa ni wasafi au wanastahili kupata hati safi na kweli mambo yao yako mazuri. Lakini hawa wengine ambao wanawekana hati zao zenye chafu, sijui zina mashaka, lazima tubainishe kabisa kwamba nini kifanyike. Sasa basi, katika maeneo yote haya ukifanya ukaangalia kwa undani kwenye ripoti nzima ambayo imetolewa na KWASTA, utagundua kama ifuatavyo, kwamba fedha zenye nia mbaya, zenye viashiria vya uovu, jumla ya fedha ni bilioni 87,694,900. Hizo zote ukiviangalia zinaashiria kwamba hizi fedha zinaweza zikawa zimeliwa. Lakini ya pili, hasara iliyotokana na uzembe katika hivyo vyama. Kuna uzembe umefanyika kwa namna moja au nyingine. Hasara pekee iliyoonekana kwa mujibu wa wakaguzi ni bilioni inafikia bilioni 22,861,000. Hiyo ni hasara. Lakini pia tulifanya uhakiki katika baadhi ya maeneo. Tulienda kuangalia tunaita ukaguzi maalum. Ukaguzi maalum ni proper investigation. Sasa ukipata taarifa kwamba sehemu fulani mambo hayajakaa vizuri, unatuma wakaguzi. Walipoenda kufanya ukaguzi, waligundua kwamba fedha takriban bilioni 1,755,200 zilikuwa zimeibiwa au zimeliwa na hao wajane. Kwa hiyo sasa utakuta jumla ya fedha ambazo tayari sasa zinaingia kwenye hatua ya ubadhirifu ni bilioni 113,396.7. Lakini kwenye ukaguzi maalum fedha ambazo zimeonekana zina nia mbovu au zina ubadhirifu ni bilioni 6,266.7. Hasara ambayo wameifanya kwa uzembe ni bilioni 2,634.4. Uwizi ni bilioni 1,755,000. Sasa jumla sasa nako huko kwenye ule ukaguzi maalum ni bilioni 10,658.4. Sasa jumla kuu ya fedha zote ambazo kwa mujibu wa taarifa ya ukaguzi ya KWASCO inaonyesha kwamba kuna viashiria vya ubadhirifu mkubwa ni bilioni 124 na milioni 53.3. Hizo fedha zinaonekana zimepigwa, zinaonekana zimeibiwa, na wananchi wanachama wanaendelea kuhangaika kila kona. Kama mlivyosikia kule Mtwara, kule kuna vyama vingine wananchi waliuza korosho zao mpaka leo hawajalipa. Mwaka 2016, 2017, 2018 hawajalipa. Mimi mwenyewe jimboni kwangu huko nimeenda nimekuta kuna kikundi kiliuza kahawa mwaka 2010, 2011. Waliuza kilo 135,000 zenye thamani ya shilingi milioni 600 na kitu. Hazikufika kwa wananchi. Mpaka leo wananchi wanaandamana, wanafuatilia. Wakulima wanaanza. Jamaa wana speaker zote. Nimefuatilia bodi, wame speaker zote. Hao wanaendelea kula maisha, wananchi wanaendelea kuteseka, wanachama wanaendelea kuteseka kila mahali. Sasa hili sisi tunasema halikubaliki kwa mujibu wa taratibu na sheria. Lakini
mbali ya haya, kwa mujibu vyama vingine wakati vinaenda kukaguliwa, KUWASCO wanatakiwa kwenda kuvikagua, vimekataa kutoa vitabu vya mahesabu, vimekataa, wamewakatalia, hawakuwapa vitabu. Na vyama vya namna hiyo viko 682 vyenyewe vilikataa kabisa kuwasilisha vitabu. Sasa hali kama hii haikubaliki, na taarifa kamili tutawapa kwamba ni vyama gani. Lakini pia nitumie fursa hii, kuna waajiri ambao katika maeneo mbalimbali wanachama wao au wafanyakazi wao wamejiunga kwenye vyama vya akiba na mikopo, yani SACCOS. Wamekubaliana utaratibu na mwajiri, anawakata wale wanachama, akisha wakata zile hela zinatakiwa ziwasilishwe kwenye SACCOS inayohusika na inayohusika. Waajiri hao wameendelea kutokuwasilisha michango, wanawakata wanachama, zile hela wanazitumia tofauti na sheria, tofauti na maagizo halali, tofauti na taratibu zinazotaka. Na mimi naomba nitumie nafasi hii kutaja baadhi tu, nitataja baadhi ya waajiri. Kuna mwajiri mmoja ambaye jina lake linajulikana kama Kijenge Animals Product Company. Yeye toka mwaka 2016 hadi sasa hajawasilisha michango ya wanachama wake, amewakata, ambayo inafikia bilioni 4 na milioni 95.8. Hajawasilisha. Yuko amechukua hela, amewakata wanachama, sijui ndio anazitumia kuzalishia, najua mwenyewe, na yuko Arusha. Lakini kuna taasisi zingine ni za umma. Kwa mfano, SACCOS ya Reli SACCOS Limited, ambao mwajiri wake ni Tanzania Railway Corporation, kuanzia mwaka 2016 mpaka leo anadaiwa bilioni 1 milioni 113.6. Hajawasilisha. Sahari kama hii haikubaliki. Hatuwezi kuvisimamia vyama, watu wameamua kwa nia njema kabisa, wakati wa hela zao waweke akiba zao ili kesha kope afanye vitu vyake. Zile hela watu hawawasilishi, wanakata, hawawasilishi. Lakini kuna SACCOS nyingine Arusha kule inaitwa Fahari Nyeti SACCOS, ambayo mwajiri wake alikuwa ni Pride Tanzania headquarter. Toka mwaka 2016 mpaka hadi sasa anadaiwa milioni 352.8. Tazara SACCOS wanadaiwa toka mwaka 1997. Wamewakata wanachama Tazara hao wanadaiwa milioni 312.5. Hawajawasilisha na hawana mpango wa kuwasilisha. Lakini ukiendelea, kuna IAA SACCOS ambayo mwajiri wake ni chuo cha uhasibu Arusha. Toka mwaka 2016 wanadaiwa milioni 137. Hawajawasilisha. Taasisi ya serikali. Kuna mkurugenzi wa Singida Manispaa anadaiwa toka mwaka 2012 mpaka leo hajawasilisha michango ya milioni 90. Kuna mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya, jana huyu kwangu nakotoka Mbozi, yaani haogopi hata mimi mwenyewe kwamba natoka huko. Toka mwaka 2009 2014 anadaiwa milioni 75 za SACCOS, hajawasilisha. Kuna Mpwapwa Teachers SACCOS, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Mpwapwa, toka mwaka 2012 anadaiwa milioni 55. Kwa hiyo wapo wengi, mkurugenzi wa Rombo, mkurugenzi wa Mfindi, mkurugenzi wako wengi, listi nzima mtaiona. Sasa hawa wote wamekusanya hela za wanachama, wameziweka, wamezitumia kwenye matumizi mengine kinyume na sheria, kinyume na taratibu, kinyume na maelekezo, kinyume na miongozo iliyo. Alafu
Halafu wananchi wanalalamika, wanasema ushirika mbaya. Watu wanasema ushirika sio mbaya. Ushirika ni kwa sababu viongozi wenyewe tumeamua kufanya ushirika uwe mbaya. Ushirika kama tungeamua kutekeleza majukumu yetu kama yalivyoainishwa kwa mujibu wa sheria, mimi na imani kabisa ingekuwa ndio kimbilio la wanyonge. Wananchi wengi wangefanya vitu vyao bila tatizo lolote. Kwa hiyo ndugu zangu, kutokana na hali hiyo, nayo listi nzima ya vyama vyote ambavyo hapa venye ambavyo tunaona kuna viashiria vya ubadhirifu, tunayo listi nzima ya waajiri ambao hawajawasilisha michango. Kwa hiyo kazi kubwa nitakayoifanya mbele yenu leo ni kumkabidhi Kamishna Jenerali wa TAKUKURU ili akashughulike nao wote hao, akashughulike na bodi zote hizo ambazo hazijatekeleza majukumu yao ipasavyo. Kwa tutakachokifanya, tutamkabidhi ripoti ya ukaguzi yote na nitamkabidhi na taarifa hii ambayo naitumia, ili yeye kwa mujibu wa sheria aliyonayo na madaraka aliyonayo akatusaidie kwenda kufuatilia hizi fedha. Sisi hatuna nia yoyote mbaya na mtu yoyote. Tunachotaka hela za wanachama zirudi na zipatikane, wanachama wale wapate hela zao zikafanye majukumu walioyapanga. Kwa ndugu zangu, niliona niwaite ili kufikisha ujumbe huu, mtusaidie kueleza haya ambayo tumefikia. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, asanteni kwa kunisikiliza. Kwa taarifa mbalimbali ndani ya Tanzania, habari za michezo, burudani, lakini habari za kisiasa, chambuzi mbalimbali, unaweza kuzipata kupitia channel yako mahususi Murwa yenye burudani nyingi ya Wazuhuru Television. Usikose subscribe channel yetu, alafu utakuwa wa kwanza kupata habari.